Habari za wakati huu, mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo Januari 28, 2026. Huko na Mipenda Gorton ambaye anakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linamshikilia mtoto Shabani Muobe mwenye umri wa miaka 12 kwa tuhuma nzito za kujaribu kumuua mtoto mwenzake wa miaka 4 kwa kumjeruhi shingoni kwa kutumia wembe katika wilaya ya Nyumbu. Akizungumza na wanahabari, kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara ACP Isa Suleiman amesema tukio hilo la kikatili lilitokea Januari 23 katika kijiji cha Masialele. Kinadaiwa kuwa mtumiwa alimlaghai mhanga Ibrahimu Kelvin mwenye umri wa miaka 4 aliyekuwa akicheza na wenzake na kumpeleka katika msitu wa Jando. Tukio hilo limetokea tarehe 23 wa kwanza 26 katika kijiji cha Masialele wilaya ya Nyumbu mkoa wa Mtwara, baada ya mtuhumiwa kumlaghai mhanga akiwa anacheza na watoto wenzake na kuelekea naye katika msitu wa Jando la kijiji, kisha kumjeruhi shingoni kwa kutumia kiwembe na kumtelekeza katika pori hilo. Chanzo cha tukio hili kinachunguzwa. Mhanga anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya Mission Ndanda wilaya ya Masasi. Aidha, kupitia doria na misako, jeshi la polisi mkoa huu wa Mtwara kwa kushirikiana na askari wa wanyamapori limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili: Ignas Aaron Mponzi miaka 37, mwalimu shule ya msingi na Mitende, na Dickson Ado miaka 46, mkulima, wote wakazi wa kijiji cha Nangumbu wilaya ya Ruangwa mkoa wa Lindi, kwa kosa la kupatikana na nyara za serikali, yaani meno ya tembo. Watuhumiwa hao walitoka na meno ya tembo wilaya ya Ruangwa kwa kutumia pikipiki aina ya TVS ambayo haina namba za usajili kwa ajili ya kwenda kuuza wilayani Masasi. Watuhumiwa walikamatwa katika nyumba ya kulala wageni ambayo tunahifadhi jina lake, wakiwa wanasubiri mteja ambaye walikuwa wamepanga naye biashara hiyo. Aidha, tarehe 17 mwezi wa kwanza 2026, jeshi la polisi mkoa huu wa Mtwara liliwakamata Abbas Muhammad Nakiti miaka 49 na Muhammad Mohad Nakiti miaka 22, mkulima, wote wakazi wa kijiji cha Mkachima wilaya Masasi, wakiwa na viroba 10 vikiwa na dawa za kulevya aina ya bangi zenye jumla ya uzito wa kilogramu 110. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa CPA Amos Makalla amesema kukutana na wanasheria na mawakili wa serikali na kujengewa uelewa wa pamoja katika kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi ni utekelezaji wa vitendo vya maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuweka tabasamu kwa wananchi kwa kuondoa changamoto zao. Mheshimiwa Makalla amebainisha hayo leo Januari 28, 2026 jijini Arusha wakati akimwakilisha Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Juma Homera katika ufunguzi wa mafunzo ya mawakili wa serikali kuhusu msaada wa kisheria. Pongeze Wizara ya Sheria na Katiba kwa kutambua umuhimu wa kuwakusanya kwa pamoja wanasheria na mawakili wa serikali kwa lengo la kuwa na uelewa wa pamoja katika kwenda kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wetu. Huu ni utekelezaji kwa vitendo anaofanya Waziri wa Sheria na Katiba Dr. Juma Homera kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais kwamba akiondoka aache tabasamu. Utekelezaji huu anaofanya Waziri wa Sheria ni kwenda kuwasikiliza wananchi, kwenda kutoa msaada wa kisheria, maana yake pia kutatua changamoto zao, na ukishatatua changamoto zao wanapata furaha, amani, na hilo ndo tabasamu aliloahidi Mheshimiwa Rais. Na sasa niseme tu kwamba Mheshimiwa Waziri amenituma hapa niwaeleze yafuatayo. Kwanza, nimetaarifiwa kwamba upo mpango wa wizara kuhakikisha mawakili wa serikali na maafisa sheria ambao ni mawakili wa kujitegemea au wana sifa za kuwa mawakili wa kujitegemea
kuruhusiwa kutoa huduma za msaada wa kisheria, hususan wa uwakilishi kwa mashauri ambayo hayana mgongano wa kimaslahi na mwajiri. Hatua hii ni kubwa na ni nzuri, kwani inaongeza idadi ya mawakili wa kujitegemea katika eneo la msaada wa kisheria na kuwafikia wananchi, hususani wale walio katika maeneo ya pembezoni. Niwasihi sana mtumie weledi wetu katika kuwahudumia wananchi. Tujenge utamaduni wa kujitolea zaidi, kwani huduma za msaada wa kisheria ni wito. Mnapoendelea na mafunzo haya, nawaomba myachukulie kwa uzito mkubwa, mkishiriki kikamilifu katika mijadala na kutoa maoni yatakayoboresha mfumo wa msaada wa kisheria nchini. Nchi yetu bado ina idadi kubwa ya wananchi ambao wanahitaji msaada wa kisheria, lakini hawajui wapi waende au namna gani ya kuupata. Ni jukumu letu sote kuhakikisha tunaondoa vizuizi hivyo. Nitumie fursa hii kuwaasa mawakili wa serikali wote mlioko hapa na wengine walioko sehemu mbalimbali nchini kuendelea kujitoa kwa moyo katika kutoa huduma za pro bono kama sehemu ya mchango wao kwa jamii. Hii ni hitaji la kitaifa na pia ni wajibu wa kimaadili kwa kila mtaalamu wa sheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatarajia kuwaongezea ujuzi na kubadilishana uzoefu katika masuala yafuatayo: 1, huduma za msaada wa kisheria; 2, utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala; 3, ushughulikiwaji wa mashauri ya ukatili wa kijinsia; na 4, miiko ya utekelezaji wa majukumu yao. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema nchi ya Tanzania iko salama, huku akigusia uimara wa jeshi la polisi la Tanzania ambalo kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limeweza kuiweka nchi salama tangu nchi ipate uhuru. Ametoa kauli hiyo wakati wa ziara ya kwanza ya kutembelea makao makuu ya jeshi la jeshi jijini Dodoma baada ya kuteuliwa kuongoza wizara hiyo. Nchi iko salama. Nchi iko salama kwa sababu ya kazi yenu nzuri, kazi yenu yenye weledi ambayo mmeifanya na mmeendelea kuifanya toka uhuru na mpaka leo tunazungumza, nchi ikiwa salama. Na pasipokuwa na ulinzi hakuna usalama, na pasipokuwa na usalama hakuna amani, na pasipokuwa na amani hata hiyo haki huwezi kuiona. Hakuna haki. Na vivyo hivyo, kama hakuna hivyo, hakuna maendeleo. Na maendeleo yanatokana na hali ya utulivu na amani na usalama. Ukiwa na amani na usalama kwenye eneo lolote, watu watafanya majukumu ya kuingiza kipato na kujenga uchumi. Hakutakuwa na shughuli yoyote ya kujenga uchumi au kuweka kipato kama hakuna amani na usalama. Kwa hiyo maendeleo yoyote ya kiuchumi yanatokana na kazi zinazofanywa za ujenzi wa uchumi wa mtu mmoja mmoja au wa taifa kwa ujumla. Na kazi hizo zinaweza zikawa ni za kujiajiri, kuajiriwa, na zikawa ni shughuli za kibiashara na majukumu mengine yoyote. Haya yote hayawezi kufanyika kama hakuna amani. Na haya yote hayawezi kufanyika kama hatuna vyombo muhimu na madhubuti vilivyojengwa kwa misingi na mifumo ya kisheria kuweza kusimamia yale ambayo yanapaswa kufanyika na yale ambayo yanapaswa kuwa. Moja ya vyombo vya msingi vilivyojengwa pamoja na Jeshi la Polisi Tanzania, ikiwa ni moja ya vyombo vinavyosemwa vya ulinzi na usalama katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ndugu zangu, leo tumefika sisi kwa kazi hii kama itifaki na utaratibu wa kufika kwenu na kuzungumza naye.
tumekuja kuwaomba ushirikiano ili tusaidizane tuweze kufikia azma iliyowekwa kwa mujibu wa sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao ndio mkataba wa Tanzania wote, lakini pia kufikia azma iliyowekwa kisera, lakini pia mipango na mikakati ya sheria na kisera ya kwenda kutekeleza majukumu kama taifa. Nimekuja kwenu pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri kuhakikisha sasa tunalisimamia taifa letu linaelekea kuwa taifa ambalo pamoja na kwamba mpaka sasa tunayo haki, uhuru upo na taifa letu linajielekeza kwenye maendeleo, lakini bado si haba, tunahitajika, bado tuna wajibu. Tunatakiwa tuendelee kusimamia sheria, taratibu na kanuni na miongozo ili kila Mtanzania aweze kutumia na kuenjoy haki zilizopo na zilizoainishwa kwa mujibu wa sheria, na kila mmoja awe na uhuru wa kuweza kufanya jambo lingine lolote lile ili mradi tu havunji sheria. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linamshikilia Ali Ramadhani mwenye umri wa miaka 38, fundi welding na mkazi wa Amboni, Tanga, tuhuma za makosa mbalimbali ikiwemo unyang'anyi wa kutumia silaha uliotokea Agosti 19, 2025 majira ya saa 4 na dakika 15 usiku katika eneo la Amboni. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Tanga ACP Almachus Mchunguzi amesema mtuhumiwa huyo aliwahi kufikishwa mahakamani na kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 jela, lakini alitoroka chini ya uangalizi wa jeshi la magereza katika gereza la Maweni, Tanga. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga kwa kipindi cha mwezi Januari 2026 limefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuzuia na kutanzua uhalifu kwa kuhakikisha linaendelea kulinda raia na mali zao, kutanzua na kudhibiti makosa mbalimbali pamoja na kukamata watuhumiwa wa makosa mbalimbali ya uhalifu kama vile wizi, uporaji, makosa ya usalama barabarani, unyang'anyi wa kutumia silaha na matukio mengine ya kimaadili. Katika kipindi hichi, jeshi la polisi mkoa wa Tanga limefanikiwa kukamata watuhumiwa 55, kati yao 9 walishiriki katika unyang'anyi wa kutumia silaha za jadi, mapanga na kuiba pikipiki katika tukio hilo. Katika kudhibiti wimbi la uporaji wa simu, vijana ambao wanajulikana kwa jina maarufu la vishandu walikamatwa na simu 60 zimekamatwa na simu 35 zimetambuliwa na wamiliki wao. Simu 25 zimehifadhiwa kwa ajili ya utambuzi wa wamiliki na hatua nyingine za kisheria. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Tanga limekamata pikipiki 50 zinazohusika na matukio ya uhalifu. Kati ya hizo 28 hazina namba halali za usajili. Katika kuendelea na operation ya kudhibiti uhalifu, mali mbalimbali zimekamatwa zikiwemo TV 7, friji 1, magodoro 3 na madumu 26 ya diesel. Mnamo tarehe 6 mwezi wa kwanza 2026, Aidi Ramadhani aliripotiwa kutekwa na watuhumiwa ambao walikuwa wakiwasiliana na familia yake wakitaka wapatiwe pesa kiasi cha shilingi milioni 14. Tarehe 19 mwezi wa kwanza 2026 majira ya saa 3 asubuhi, jeshi la polisi mkoa wa Tanga lilifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao ni Stefan Elias miaka 27, mfanyabiashara mkazi wa Mabogini, Kilimanjaro, na Moses Joseph alimaarufu Kisoko miaka 26, Mfipa mkazi wa Tanga, ambao walikuwa wakimshikilia madhula visivyo halali. Watuhumiwa hao wamefikishwa wilaya Ndeni kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linamshikilia Ali Ramadhani alimaarufu Ali Bwengo. Huyu ana miaka 36, fundi welding mkazi wa Amboni, Tanga, ambaye anatuhumiwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo unyang'anyi wa kutumia silaha katika tukio lililotokea tarehe 19 mwezi wa 8 2025 majira ya saa
4:15 eneo la Amboni. Awali mtuhumiwa huyu aliwahi kufikishwa mahakamani na kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 jela, lakini aliweza kutoroka chini ya uangalizi wa Jeshi la Magereza katika gereza la Maweni, Tanga. Baada ya ufuatiliaji wa kina, mtuhumiwa alikamatwa na taratibu za kisheria zinaendelea ili afikishwe kwenye vyombo vya sheria kwa hatua zaidi. Katika kudhibiti wimbi la dawa za kulevya mkoani hapa, jumla ya kilo 104 za mirungi zimekamatwa na kilo 26.6 za bangi zimekamatwa. Mtuhumiwa Mkombozi Masinius, miaka 40, fundi ujenzi, mkazi wa Mbezi, Dar es Salaam, alikamatwa wilayani Korogwe akiwa na meno ya tembo vipande 19 vyenye uzito wa kilogramu 52. Taratibu za kisheria zinafanyika dhidi yake pamoja na kufikishwa mahakamani. Wilaya ya Pangani, mtuhumiwa Saidi Ramadhani Saidi almaarufu Mbezi, miaka 23, fundi ujenzi, mkazi wa wilaya ya Ndeni, mnamo tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026 alitiwa hatiani kwa kosa la kulawiti na kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Wilaya ya Korogwe, tarehe 5 mwezi wa 12 2026 watuhumiwa wawili walitiwa hatiani kwa makosa ya kupatikana na nyara za serikali, nyama aina ya nyama za digidigi na kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kila mmoja, na watuhumiwa hao ni Zakaria Bakari almaarufu Mhapi na Waziri Mdimu. Katika kupambana na makosa ya maadili, watuhumiwa wawili wametiwa hatiani kwa kosa la shambulio la aibu ambaye ni Kombo Salim Omari na Danford Andrew almaarufu Komba. Walihukumiwa kwenda jela kutumikia adhabu ya miaka 20. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu kwa wakati ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya wahusika wote na wote wanaokiuka sheria za nchi. Wafanyabiashara wa soko la CCM lililopo katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro, halmashauri ya wilaya Geita, wamelalamikia uhaba wa miundombinu ya utiririshaji wa maji taka, hali inayohatarisha afya zao na usalama wa soko hilo. Soko hilo linakadiriwa kuwa na wafanyabiashara zaidi ya 400 wanaojishughulisha na biashara za nguo, vyombo, vyakula pamoja na samaki. Linatajwa kuwa soko kuu la samaki katika mji wa Katoro. Wafanyabiashara wamesema kuwa kutokana na kukosekana kwa miundombinu ya kupitisha maji machafu, maji taka yamekuwa yakisambaa katika maeneo mbalimbali ya soko na kusababisha harufu kali isiyovumilika. Kumekuwa na changamoto kubwa sana ya maji machafu yanayotoka kwenye soko letu la CCM hapo, na tumewahi kulalamika mara kwa mara na mpaka tumewahi kwenda kwenye ofisi husika mkoani huko, lakini hatupati ushirikiano, na maji haya yamekuwa yakituathiri sana afya zetu. Na kuna wafanyabiashara wengine hapa huwa na tabia ya kuja na watoto wao wadogo. Watoto wanaishia kuchezea kwenye maji yenye wadudu, kila siku watoto ni kuugua. Maji tunamwagiwa maji machafu sana, yanatoka hadi maji yana mafinyo. Yaani kwa siku yanatoka mara 3. Tumeshalalamika, wameshinda kutusaidia. Mtusaidieni. Hali ni mbaya mno. Maji ni machafu mpaka ya chooni, yanatoka na madudu. Ingekuwa sio biashara ya hawa watu wa hali ya kawaida, tungesema lifungwe soko. Lakini tukifunga hili soko hapa, tutaasili hawa watu wengine. Kwa ushauri mzuri, hili mali ni ya mwekezaji ambaye amepangishwa na CCM, si ndio? Kinachotakiwa kufanya hapa, yeye mwenyewe achimbe shimo, kwa sababu otherwise hii ni hatari. Haya maji hata ungekuwa unakaa wewe kule chini, yaani haujala samaki alafu unasikia ile shombo mpaka
kutoka kule na wadudu. Kwa hiyo ushauri wangu kwenye vitu vingine havihitaji hata kupiga siasa. Tunatakiwa lielekezwe ndani ya muda gani shimo lichimbwe, watu waepukane na hii yazo. Halafu likijaa linakuja linanyonywa. Mnatakiwa mwache. Baadaye tukatoa taarifa kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ilikuja timu tukiwa na mkuu wa wilaya mwenyewe. Tukakaa tukatembelea mtaro wote. Akasema waje mainjinia, akaja injinia wa GEWASA na injinia wa halmashauri. Washauri nini kifanyike baada ya kuona hii adha. Watu wananchi wanapata shida. Basi baada ya mainjinia kutoka hapa tukaandika ripoti ya nini kifanyike. Tukairudisha kwa mkuu wa wilaya ili awasiliane na watu wa chama, awaletee ile ripoti, wafanye kile ambacho kimeshauriwa na mainjinia. Ndio hatua ya mwisho tuliokuwa tumefikia. Nataka niseme kitu kimoja. Haya maelekezo nafikiri tunayatoa. Na nimuombe tu muwe na ushirikiano na mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani, hawa ni wananchi wako. Na kama hii kamati yetu ilivyotoa ushauri kwamba litafutwe eneo lichimbe, hata kama unavyosema sahihi kwamba CCM inatakiwa ionyeshe eneo kwa mwekezaji, ifunge naye mkataba, si ndio ulivyosema? Basi uwape jukumu, wape ushirikiano hawa ili kusudi hawa wananchi tuwaondolee hii hali ya kutokea milipuko ya magonjwa hapa. Ili kusudi ulisimamie hilo kwa sababu hawa pia ni wananchi wako. Umeshaelewa? Hilo shimo lichimbwe, CCM ionyeshe eneo gani, kama inatafuta mwekezaji, tafute mwekezaji, hilo shimo lichimbwe mara moja, mlifanyie kazi hilo mara moja hilo swala. Sawa? Mimi kulingana ushauri kutoka kwa wataalamu, mimi pamoja na mtendaji wangu tulifika kwenye chama. Nikamwambia haya maji yaleta adha kwa wananchi. Wakasema watakaa na serikali waweke na waombe mzabuni ili achimbe, kwa sababu mzabuni wa humu upande wake alishamaliza. Waombe achimbe shimo. Kwa hiyo taratibu bado zinaendelea. Hivi wanaotoa utaratibu wa kwamba uchimbe wapi ni serikali. Chama tena hakiwezi kuingilia utaratibu wa kwamba shimo liko wapi. Lazima tutofautishane kwamba chama na serikali ni vitu viwili tofauti. Chama kimeshawakabidhi, wote kusimamia ni hawa ili kuhakikisha kwamba wananchi wao wako salama. Wakiugua wananchi, hakitakuja kuambiwa chama ndio kilisababisha watu wakaugua. Mtaambiwa serikali mlikuwa wapi? Nyinyi ndio mnaotakiwa kusimamia, sio chama. Nyinyi jisimamieni, sio chama. Chama kina mambo yake kimeshawajengea, kimeshamaliza. Simamieni watu waishi salama. Usikubali maelekezo ya kusema kwamba mpaka uende kwenye chama. Chama hakihusiki kwenye afya. Wakiugua watu nakuja kukamata wewe. Serikali imezitaka mamlaka zote za kiutawala nchini kuimarisha utekelezaji wa elimu ya stadi za maisha shuleni ili kuwawezesha wanafunzi hususan wasichana kupata fursa bora za kielimu na kimaendeleo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI Riziki Mshemdoe amesema hayo mjini Morogoro kupitia hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima. Kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, na nukuu, na waagiza wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa pamoja na maafisa elimu wa mikoa na wilaya kuhakikisha kwamba mradi huu, kwa maana mradi huu wa elimu ya stadi za maisha katika shule za sekondari unatekelezwa kwa ukamilifu na ubora ili kuleta matunda yaliyokusudiwa. Kwa kuwa vijana hawa wanajitolea, ni waagize kwa kutumia rasilimali mlizonazo katika ngazi za shule, halmashauri na mikoa, muweze kuwapa vipaumbele vya fursa mbalimbali za uwezeshaji vijana hawa wanaojitolea kama sehemu ya motisha ili waendelee kujitolea kwa moyo wa kujenga jamii yao. Kwa mwaka 2025 kati ya mafanikio ambayo tumeyapata ni pamoja na uwezo wa kusapoti watoto 1038 takriban 1039 kwa ngazi ya sekondari kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6, lakini kufadhili kutoa scholarship kwa elimu ya vyuo kwa maana na vyuo vya ufundi, diploma pamoja na vyuo vikuu wanafunzi 1257, lakini pia katika kuhakikisha wanawake wanainuka kiuchumi tunatoa mikopo midogo midogo na mikopo mikubwa ambapo pia tumesapoti wasichana zaidi ya 8,000. Lakini sambamba na miradi hii ambayo inamlenga direct mtoto wa kike, pia tuna mradi wa life skills, elimu ya stadi za maisha ambapo tunafanya na serikali, na kwa sasa kwa mwaka jana mwishoni tulipata ithibati ya kitabu ambacho kinatumika kwenye mafunzo haya ya life skills, ambapo sasa kuanzia mwaka huu tutaenda halmashauri 41 zaidi. Mimi ni mfadhiliwa wa shirika la Camfed, ambapo nilifadhiliwa kutokana na mahitaji yangu ambayo nilikuwa nahitaji kama kupatiwa sare za shule,
madaftari, vifaa vya usafi, chakula na kifaa cha usafiri kama baisikeli. Shirika la Camfed liliweza kunipatia mahitaji haya kwa sababu familia yangu ilikuwa haina uwezo wa kunipa au kukizi mahitaji niliyokuwa nahitaji kwa sababu ya changamoto ya kiuchumi. Pamoja na kwamba shirika la Camfed limenipatia mahitaji yangu, liliona ni vyema pia kutoa elimu ya stadi za maisha ili tuweze kufikia malengo yetu. Na mtazamaji wa SQF TV, kupitia taarifa hiyo ya habari ndio tamati ya taarifa za habari siku ya leo. Asante sana kuchagua na kutazama SQF News siku ya leo. Zaidi ya yote nizidi kukukumbusha huduma ya ambulance inapatikana ndani ya SQF kupitia namba hizo ambazo unaziona. Pigia bure kabisa simu na huduma hiyo itakufikia popote pale ambapo utakuwepo. Zaidi ya yote, tarehe 16 ya mwezi wa pili mpaka tarehe 20 ya mwezi wa pili patakuwepo na upasuaji wa mdomo wazi ambao utafanyika pale katika hospitali ya Malolo Tabora, na upasuaji huo ni wa midomo wazi ambao utafanyika bure kabisa chini ya taasisi ya The Same Qualities Foundation. Kwa niaba ya timu nzima ya SQF iliyoungana na mimi kuandaa habari hizi, ulikuwa nami Penda Gorton, nikutakie jioni iliyokuwa njema na bye kwa sasa.